Karibuni basi katika ibada nyingine ya baraka. Mpigieni makofi kiongozi wa ibada kwa ajili ya kazi nzuri ambayo wanaifanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Namfurahia Bwana kuwaona tena. Asanteni kwa kuja. Karibuni sana na Bwana awape amani ipasayo tunapoenda kuliangalia neno lake asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiria sauti yangu imechoka kidogo, so utaniongezea sauti kidogo. Juma lililopita, kama vile ambavyo kiongozi wa ibada ametangulia kwa kutujuza, ni kwamba tuliweza kuangalia hasa familia ya Isaka, mahali penyewe tulipokuwa tumeanza, na tukayaona yale ambayo yalitokezea. Isaka amekaa kwa ndoa miaka 20 bila mwana, na akafika mahali akaona ya kwamba jambo hili si kawaida, na akaazimia basi kulipeleka mbele za Bwana Mungu. Na alipoweza kufanya hivyo, Biblia imenakili ya kwamba Bwana naye akaweza kumsikia, na kweli alipomsikia mkewe akaweza kupata ujauzito. Lakini baada ya Rebeka kuweza kupata ujauzito, tunaona kukawa na tatizo katika ujauzito wake, kwamba huyu mama alisumbuka sana hivi kwamba anadiriki kusema kuishi kuna maana gani kama maisha ni haya. Pastor Lennox, naomba uje uketi kwa hiki kiti hapa mbele, ili mimi na wewe tuko na direct contact ya macho. Yes. Tabitha, utaangalia hao watoto. Najua Lennox alikuwa ameketi hapo kwa sababu ya watoto, kwa hivyo waangalie watoto wawe watulivu. Esther ndo alikuwa mwalimu wa Sunday school, sijui ali retire lini, siku hizi simuoni tena huko. Sawa. So Rebeka akaanza kusumbuka kwa ajili ya ujauzito ule, na kwa sababu hiyo tunaona mateso yake mama huyu amekuwa mengi hivi, anaona ya kwamba kuishi hakuna utamu tena kwa sababu yale ambayo alikuwa anayapitia. Na naye akamwendea Bwana. Alivyomwendea Bwana, Bwana akamjibu, na Bwana akamjibu kwa kumwambia kile kilichoko. Akajuzwa ya kwamba katika tumbo lake kunao mataifa mawili, kuna watu wawili, na akaelezea kwamba watu hawa wawili wataweza kufarakana, na katika kufarakana kwao watakapozaliwa, that is ya kwamba yule aliye mkubwa atakuwa mdogo, na yule aliye mdogo atamtumikia, yule mkubwa ataweza kumtumikia yule mdogo, na yule mdogo atakuwa bwana wa yule aliye mkubwa. Na tukaweza tukaifanya nukuu ya yule mkanganuzi wa maandiko Adam Clark, ambaye akimnukuu legends wale wa Wayahudi, wakitaja ya kwamba katika hali hiyo ilikuwa inaashiria maneno haya kwamba kila wakati Rebeka alipopita karibu na mahali ambapo kulikuwa na madhabahu ya miungu, Esau aliweza kucheza kwa furaha. Lakini nilisema hizo ni hadithi za legends tu, wala si neno la Mungu, but walikuwa wanaweka ule msisitizo. Na siku ya leo tutaweza kuangalia kile kikubwa ambacho tuko nacho siku hii ya leo, na nafikiria huenda hatutamaliza, japokuwa tuko na vifungu vichache sana leo. Huenda hatutamaliza kwa sababu zilizoko mbele yetu. Kitabu cha Waroma mlango wa 9. mahali ambapo tunapahitaji hasa
mahali ambapo napahitaji ni fungu la 10, 11 hadi 13, ila kwa sababu ya muktadha msomaji unaweza kuangalia kitabu cha Waroma. Tutaanzia wapi hasa kuweza kupata muktadha ule ulio wasawa. Mstari wa 6 pengine, ama nianzie tu moja, sawa, mtiririko. Warumi 9, tutaanza mstari wa 1. Nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo, dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu, ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu kwa jinsi ya mwili, ambao ni Waisraeli, wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Si kana kwamba neno la Mungu limetanguka, maana hawawi wote Waisraeli walio wa uzao wa Israeli, wala hawawi wote wana kwa kuwa wazao wa Ibrahimu, bali katika Isaka wazao wako wataitwa. Yani si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu, bali watoto wa ile ahadi wanahesabiwa kuwa wazao. Kwa maana neno la ahadi ni hili: panapo wakati huu nitakuja, na Sara atakuwa na mwana. Wala si hivyo tu, lakini Rebeka naye akiisha kuchukua mimba kwa mume mmoja, naye ni Isaka baba yetu. 11. Kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto, wala hawajatenda neno jema wala baya, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua, si kwa sababu ya matendo, bali kwa sababu ya nia yake aitaye. Aliambiwa hivi: mkubwa atamtumikia mdogo, kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo, bali Esau nimemchukia. Tutachia hapo. Mwanzo 25, nitaanzia fungu la 24. Acha nianzie 23. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama, mapacha walikuwamo tumboni mwake. Wa kwanza akatoka, naye alikuwa mwekundu mwili wote kama vazi la nywele. Wakamwita jina lake Esau. Baadaye ndugu yake akatoka, na mkono wake unamshika Esau kisiginoni, akaitwa jina lake Yakobo. Isaka alikuwa mwenye miaka 60 mkewe alipowazaa. Watoto wakakuwa. Esau alikuwa mtu ajuaye kuwinda wanyama, mtu wa nyikani, na Yakobo alikuwa mtu mtulivu, mwenye kukaa hemani. Basi Isaka akampenda Esau kwa sababu alikula mawindo yake, na Rebeka akampenda Yakobo. Yakobo akapika chakula cha dengu. Esau akaja kutoka nyikani, naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi.
Kwa hiyo walimwita jina lake Edomu. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Esau akasema, tazama, mimi ni karibu kufa, itanifaa nini haki hii ya uzazi? Yakobo akamwambia, uniapie kwanza. Naye akamwapia, akamuuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengu, naye akala akanywa, kisha akaondoka akaenda zake. Hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Father God, now I ask that you may be pleased to open up our minds and our hearts, the Lord, we may understand, perceive it in the spirit, and stir it in our hearts. So help us, O God, as we look into the scriptures now. In Jesus' mighty name, we humbly ask. Amen. Kitabu kile cha Warumi, mahali ambapo tumeweza kusoma na tumeweza kusoma habari iliyo kubwa na ambayo huenda tumeijua kwa sababu ya kitabu hiki cha Mwanzo. Lakini kitabu cha Warumi tunajua ya kwamba mwandishi wake ni Paulo. Wale washirika hapa mnajua, maana tumewahi kupitia kitabu hiki kizima na mnakijua vile kilivyo. Na kuanzia mlango wa kwanza wa kitabu hiki hadi mlango wa 8 kuna jambo moja ambalo Paulo anasisitiza kuweza kulidhihirisha, na kila anachokidhihirisha ni utupu na hitaji la wanadamu na lile toleo la kiutukufu la Mungu katika utupu ule wa wanadamu na hitaji lao. Mlango ule wa kwanza fungu la 8 hadi mlango wa 3 labda fungu la 18 ama 20, Paulo anakabiliana na the depravity, utupu wa wanadamu, jinsi udhambi ambavyo umeweza kutawala na jinsi ambavyo watu wote, Wayahudi, Wayunani, walio wa kabila zote, ya kwamba wote wanamhitaji Mungu ili kuweza kuokolewa katika tabu kuu walio nayo ambayo ni dhambi. Na hiyo milango yote inayoendelea, Paulo atakuwa na sehemu za kuweza kudhihirisha kitu kimoja baada ya kingine. Tunakumbuka anafika mlango wa 4, anaweza kumchukua huyu anayeaminiwa na Wayahudi ambaye ni Abraham na kuweza kudhihirisha, na mlango wa 5 akikabiliana na hilo juu ya wanadamu wanavyoweza kuhakikishwa. Na tunaona anapofika mlango huu wa 9 kunakuwa there'll be a little shift ya kila ambacho Paulo amekuwa akikiongelea. Mlango wa 8 Paulo amemalizia na maneno ambayo yako so glorious na maneno yaliyo na utukufu mkubwa. Lakini hebu tuyaangalie maneno yale ya mlango wa 8 kitabu cha Warumi, fungu la 38, fungu la 37, 38, 39 uweze kuyaona, halafu tuangalie kile ambacho kinaanza katika mlango huu wa 9. Warumi mlango ni ule wa 8 mstari wa 37 hadi 39. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uweza wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiria maneno hayo yana utukufu sana. Kama hayaujagusa moyo wako
Hebu weka mkono usikize kama bado uko hai, kwa sababu these words are powerful. Paulo anasema, lakini katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Na huku kushinda, tunakoshinda zaidi ya kushinda, si kwa ajili ya bidii zetu wala katika juhudi zetu. Anasema kwake yeye atutiaye nguvu. Kwa sababu moja, kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwepo wala wenye uwezo. In other words, Paul is saying there is nothing, completely nothing, that can separate us from the love of God. God loves us. That is the central thing Paul is saying in chapter 8. But maneno hayo ambayo yanamalizia hapo, hebu angalia maneno ambayo mlango wa 9 yanafungua nayo kwa kusema, huyu mtu ambaye ameweza kufurahia utukufu huu ambao Bwana ameweza kumpa na kuwapa, akitaja kwamba yaliyo juu mbinguni wala yaliyo chini wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Immediately there is a shift to those glorious words, and all of a sudden the man is pouring a heart that is grieving. And in verses 1 anasema, nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo, dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu. All of a sudden, why is the shift of those glorious things that he has spoken of? All of a sudden there is a shift, and this shift Paulo anaianza kwa maneno mazito. Anasema, nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo, na dhamiri yangu katika lugha nyingine ni kwa haya mambo ambayo ninaenda kuyasema, hata kama hamtayaamini msiamini, lakini Mungu auchunguzaye moyo wangu na kuona ndani ya moyo wangu anajua haya ninayoyasema ni kweli na ndio ukweli wa moyo wangu. Ushaijipata katika hali ambayo hakuna mtu anaweza kukuamini wakati unaongea ule ukweli? Juzi nilikuwa napitia tu social media, halafu nikakutana na bwana, nafikiri hata nilimuonyesha apostle. Nakutana na bwana ambaye anatembea na akakutana na kuku na akataka kuiba yule kuku. Sasa akakimbiza yule kuku, alafu akafika mahali akarukia yule kuku akamshika. Sasa ile amemshika yule kuku ndio anataka akimbie, nguo zake huko zikaanguka. Huyu bwana mwenye ameshikilia huyo kuku, suruali yake sijui ile katika nini, mshipi kaanguka chini. Na sasa ile suruali imeshuka chini, bwana mwingine akatokezea pale. Sasa akamuona ameshika kuku na huko suruali imeshuka chini. Na huyu bwana akafanya Halafu akaanza kutoroka kwamba anaenda kuwaelezea watu wengine. Sasa shida ni moja. Huyu amepatikana na kuku na nguo zake ziko chini. Huyu mtu anaenda kusema nini kumhusu huyu mtu? Lakini huyu mtu ukweli nia yake hana nia ile ambayo huyu mwenye amekimbia kwa kuwa ameona suruali. Hayo ndio uzito wa maneno unaweza kutaka kuelezea watu na wakosa kuelewa. Huyu ambaye nia yake ilikuwa ni kuiba kuku, haikuwa nia yake ni ule ambaye amekimbia akienda anajua. Maana hata wewe unajua kile ambacho huyu alikuwa anafikiria akilini mwake. This is what Paul is saying. He's making an emphasis about what he is about to say. Na anasema ya kwamba kama nyinyi hamtaweza kuniamini, dhamira yangu, katika lugha nyingine Mungu anaona kile kilichoko ndani yangu. Na ni nini hiki? Sasa tutataka kuangalia ni kwa nini na haya maneno ambayo ameyamalizia mlango wa 38. Anasema ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu kwa jinsi ya mwili, ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake zote. Paul is having a problem.
na ile shida aliyo nayo ni kwamba anawaona watu wake, watu wa Israeli, ni kama wameachwa na Mungu, ni kama wametengwa na Mungu kwa sababu wamemkataa Kristo. Kwa hivyo Paulo anaona watu wangu ni kama wameachwa na Mungu. Tatizo ni kwamba hawa Waisraeli ni watu ambao Mungu mwenyewe katika Kutoka mlango wa 3 mfungu la 8 Mungu anamwambia Musa, nimekisikia kilio. Mlango wa 15 kitabu cha Mwanzo Mungu anamwambia Abrahamu, uzao wako utakuja kuchukuliwa mateka kwa miaka 430, watakuwa watumwa. Na Exodus chapter 3 verses 8 Mungu anamwambia Musa ya kwamba nimekisikia kilio cha watu wangu na nimeona tabu yao, nimekuja kutuma uende uwaokoe. Hawa watu wamekuwa wapenzi wa Mungu. Hawa watu wamekuwa precious, wamekuwa watu wa thamani mbele za Mungu. Lakini Paulo kile anachosema sasa ni kwamba watu hawa Yesu amekuja wamemkataa, na kwa sababu hiyo haoni kitu kingine, anaona kuangamia kwa watu hawa katika jehanamu ya milele. Ndio maana anawataja kwa sifa hizi ya kwamba watu hawa katika fungu la 4 anawataja katika sifa hizi ya kwamba hawa Waisraeli wenye kule kufanywa wana kati ya mataifa, ni Israeli peke yake ambayo Mungu alijichagulia na kuuita wanawe na kuliita taifa lake. Lakini sasa watu hawa wamemkataa Kristo, na nini kinachowangojea? Basi kile kinachowangojea ni kwenda kuangamia, kwenda kuchomwa. Na ndiyo maana anasema maneno haya Paulo ya kwamba kama ingekuwa heri, kama ingekuwa afadhali ya kwamba mimi niweze kulaaniwa. Katika lugha nyingine Paulo anasema kama ninaweza kutolewa sadaka nife, ili kama kwa kufanya hivyo angalau itawasaidia watu hawa wangu waweze kuokolewa kutokana na hatari inayowakabili, basi hilo lingekuwa jambo lililo bora sana. Maneno haya tunayapata na Musa pia. Katika siku ile Bwana Mungu alipotangaza kuangamiza Israeli kwa sababu ya dhambi ambayo wameifanya, na Musa anamgeukia Mungu na kumwambia ya kwamba Bwana, unajua watu hawa wamekosa, lakini kama itakupendeza wasamehe, na kama huwezi wasamehe basi fanya hivi na jina langu nalo ukalifute katika kitabu chako cha uzima. Kama kwa kufanya hivyo itaweza kuelekea tu uweze kuwasamehe. Kile tunaona ni kwamba Paulo ana moyo ule wa Kristo ambaye ataibeba laana ya watu ili hao watu wakaeze kuokolewa. Lakini shida ni nini hasa? Shida ni kwamba kama hapa tumemaliza na maneno haya mlango wa 8, maneno haya yenye utukufu hivi ya kwamba ule upendo wa Mungu hauwezi hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kututenga. Na sasa hivi Wayahudi wangu wamemkataa Kristo, kile kinaongojea ni kuangamia. Je, jambo hili si kweli ya kwamba labda hata nami kuna siku Yesu anaweza kunikataa na mimi nikaangamia? Labda hilo ndilo jambo ambalo linautatiza moyo wako, linautatiza moyo wa Paulo. Na mimi nakumbuka kuna siku moja jambo kama hilo lilianza kunitatiza sana. Siku zingine nilikuwa nakaa nikifikiria ya kwamba mimi ninaishi hivi, najitabisha hivi, hata kufunga na kuomba na kuenda kanisani, halafu kuna siku moja labda nitafanya dhambi na saa hiyo nafanya kufe na niende jehanamu. Hivyo ndio nilikuwa nafikiria, nikawa natatizika namna hiyo. But Paulo analeta mambo haya. Sijui mnajua kila pale mahali ninapoelekea mimi niko Mwanzo. Mimi unaona nahubiri wa Roma, mimi nahubiri Mwanzo 25. Kwa hivyo wewe kama unaona kuhubiria Warumi, shauri yako. Na Paulo anasema maneno haya kuanzia fungu la 5. Nasema hivi, bado akiendelea kuzitaja sifa za Wayahudi. Fungu la 3, kwa maana la 3 tumepita verses 5, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anataja mambo haya
Na hapo kuna jambo lililo zuri ambayo huenda katika maandishi yake Paulo, hili ni moja ya andiko ambalo ameweza kuongea neno hili kwa nguvu, kwa kifupi akielezea kwamba Yesu ni Mungu. Anasema maneno haya: sifa za Wayahudi bado, ambao mababu ni wao, na katika hawa alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote. Katika hili Paulo anasema ule upekee ulioko kwa Wayahudi na Mungu si juu tu ya kina mababu kama Abrahamu na akina Musa. Zaidi sana ni kwamba yule Masihi ambaye alikuwa anatarajiwa ametoka kwa hawa Wayahudi. Lakini vile ninavyosema ni kwamba Wayahudi wamemkataa Kristo. 6 nasema, sikana kwamba neno la Mungu limetanguka, maana hawawi wote wa Israeli walio wa uzao wa Israeli, wala hawawi wote wana kwa kuwa wana wa Ibrahimu, bali katika Isaka wazao wako wataitwa. Anakileta kitu kingine wazi machoni petu, ya kwamba kuna kitu zaidi ya kuwa Myahudi tu. Kuna kitu zaidi ya kuwa Myahudi, ya kwamba wale walio wana wa Mungu kumbe si wale wana walio kutoka kwa Abrahamu peke yake. Na atakuja kutoa mfano wa kwanza, na mfano wa kwanza tulionao naanzia fungu la 8, ambayo atamtoa mfano wa kwanza. Atatoa mfano wa Ishmaeli na mfano wa Isaka, ya kwamba hawa wote walikuwa ni wana wa Ibrahimu kwa jinsi ya mwili. Si hata tumeona mlango wa 25 Ibrahimu anapofika miaka 175 na anapokufa, tunamuona mwanawe Ishmaeli mahali tulipomwacha jangwa la Beersheba, akiweza kuja kumzika babaye. Ni mwana wa Abrahamu huyu. Lakini kwa ajili ya maagano aliyonayo Mungu na Abrahamu katika maagano ya wokovu, Ishmaeli hana nafasi mahali hapo. Basi ni kweli ya kwamba hata hawa walio Wayahudi si katika kuwa wana wa Abrahamu tu, ya kwamba jambo hilo lina maana ambalo linajalisha sana mbele za Mungu. Kumbe ni wale wana wanaoamini katika maagano ya Abrahamu. Na anasema maneno haya ya kwamba fungu la 8, naomba uwe pale baba, hizi vitabu zinafunguka ile. Yaani si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu, bali watoto wa ile ahadi wanahesabiwa kuwa wazao. Amen. Kwa maana neno la ahadi ni hili: panapo wakati huu nitakuja, na Sara atakuwa na mwana. Wala si hivyo tu, lakini Rebeka naye akiisha kuchukua mimba kwa mume mmoja, naye ni Isaka baba yetu. Kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto, wala hawajatenda neno jema wala baya, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua, si kwa sababu ya matendo, bali kwa sababu ya nia yake aitaye. Aliambiwa hivi: mkubwa atamtumikia mdogo, kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo, bali Esau nimemchukia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Paulo analeta jambo ambalo hiyo ndio imenipelekea tuweze kusoma katika kitabu hiki. Na kile kinachotokezea ni kwamba wanatajwa hawa watoto ambao tumewaona kitabu cha Mwanzo. Na wanapotajwa watoto hawa wanaletwa katika mifano. Na amesema maneno haya kwamba 9, kwa maana neno la ahadi ni hili, mlango ule wa 18 wa kitabu cha Mwanzo. Kwa maana neno la ahadi ni hili:
panapo wakati huu nitakuja, na Sara atakuwa na mwana. Wala si hivyo tu, lakini Rebeka naye akiisha kuchukua mimba kwa mume mmoja, naye ni Isaka baba yetu. Angalia maneno yale ambayo Paulo anayatumia. Tuliona fungu la 11 Mwanzo 25, baada ya Abrahamu kufa, Mungu akitokezea na akisema maneno haya kumhusu Isaka, ya kwamba na Mungu akambariki sana Isaka. Tukasema hiyo ilikuwa ni shift ya ile kazi ambayo Abrahamu amefika mwisho. Kutoka hapo inaendelezwa sasa na Isaka, na Paulo anamtaja hapa Isaka baba yetu kwa sababu ya imani, na anasema maneno haya, kwa maana neno la ahadi ni hili, panapo wakati huu nitakuja, na Sara atakuwa na mwana. Wala si hivyo tu, lakini Rebeka naye akiisha kuchukua mimba kwa mume mmoja, naye ni Isaka baba yetu. Kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto, wala hawajatenda neno jema wala baya, ili lisimsudi la Mungu la kuchagua, si kwa sababu ya matendo, bali kwa sababu ya nia yake aitaye. And that is very important. Aliambiwa hivi, mkubwa atamtumikia mdogo, kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Na nimerudi hapo, nimekuja hapa ili tuweze kuliangalia neno hili. Tunapoongelea juu ya somo la kuchaguliwa, tunapoongelea about election, tunaongelea juu ya wokovu, ambao wale ambao wameitwa katika imani si watu ambao wamefanya hivyo kwa sababu ni werevu sana. Si watu ambao wameitwa katika imani wameokoka. Hata wewe siku hii ya leo hauko hapa wala haujaokoka kwa sababu ni wewe mwenyewe uliyeamua kuweza kumchagua Mungu. Kwa sababu baada ya dhambi kuingia katika dunia, na tutaona tutakavyoendelea mlango wa 26 tunapowaona hawa watu Esau na Yakobo watakapoendelea na kukua, kila mtu atatenda sawasawa na inclination ya akili zake. Esau aliyetoka katika yai moja, waliotoka katika sperm moja wanakuja, lakini mmoja katika akili yake atachagua kuwa mwindaji na mwingine atachagua kuwa mpishi. Na wanavyoishi, kila mtu whatever he does by how his natural inclination is leading him to do. Dhambi ilipoingia katika dunia, wewe mwanadamu, kama ungekuwa mbuzi sasa, nikaweka nyama hapa ambayo nimeweza kuipika na kitunguu vizuri sana, nikaweka nyasi hapa, wewe mbuzi hutaenda kukula ile nyama, utaacha nyama, utaenda ukule nyasi. Mwanadamu, hata wewe waweza ukamchagua Mungu kwa sababu nia yako baada ya dhambi ilipoingia. Kitabu cha Mwanzo, hakuna mwanadamu yoyote katika dunia aliyezaliwa na kama atakayezaliwa kesho ambaye anaweza kumchagua Mungu, kwa sababu asili yetu dhambi iliweza. Mwalimu hapa wa discipleship anaendelea na the doctrine of depravity, the total depravity of man. Na haya ndio mambo ambayo anayadhihirisha kila Jumapili saa 2 unampata hapa akiyadhihirisha ya kwamba tunapoongelea about the total depravity, kwa ule kuharibika kwa ukamilifu wa mwanadamu, ni kwamba mwanadamu hawezi kumchagua Mungu, kwa kuwa mwanadamu hampendi Mungu. Mwanadamu hawezi akamsongelea Mungu, na kwa sababu hiyo hapa hakuna mmoja wetu ambaye alimchagua Mungu. Warumi 5:8 ya kwamba ni while we were still in our sins, God loved us. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa basi Paulo anasema, na Mungu
anafanya jambo hapa mahali hapa. Tunaona ya kwamba kabla ya watoto hawa wazaliwe, Mungu alimtokezea Rebeka na akamwambia hivi ya kwamba wale watoto watakaozaliwa, wa kwanza atamtumikia yule wa pili. Na hapa habari ya kuchaguliwa, Paulo anasema maneno haya: kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto, wala hawajatenda neno jema wala baya, ili lisimame, wala hawajatenda neno. Kuna watu ambao huwa wanafikiria ya kwamba Mungu huchagua watu kwa kuwa amewaona kuwa ni wazuri, kwa kuwa wanafanya vitu vilivyo vizuri, na ndio maana akawachagua. Ingekuwa hiyo ni kweli, basi Waislamu wote wangeenda mbinguni. Watafanya mazuri hata kuliko wewe. Sikuna mtu hapa toka mwaka uanze hata hujawahi kufunga hata siku moja. Wale wapendwa huwa kuna siku wanakuja kukaa hapa siku 30. Hata uko town kila siku, lakini hujaipea mtu hata shilingi 10. Hata wale unaona wanaomba. Lakini hao kila Ijumaa wana ibada inaitwa ibada ya zakat, moja ya zile pillars 5 za Uislamu. Wala si hivyo. Biblia inasema kabla ya hao watoto wazaliwe, Mungu akinena katika unabii akimwambia Rebeka, anasema ya kwamba, Paulo anasema kabla hao watoto waanze kutenda lililo baya na lililo jema, Mungu alitangaza ya kwamba mmoja atamtumikia yule mwingine. Labda hapo ndio utakuwa na swali hata wewe. Kwa nini Mungu sasa afanye hivyo? Na kwa nini wewe uulize hilo swali? Mimi nami nitakuuliza hivyo. Kwa nini unauliza hilo swali? Sababu our moral code inategemea na kile kizuri mtu anachofanya. Tunaweza kuona kwamba huyu mtu anafaa basi kwa sababu amefanya kile kizuri, na sisi tuna tabia ya kuita mtu mbaya kwa sababu ya kile anachokitenda. Si ni kweli Ama mtu akikunyima kitu utamuita mkarimu? Hapana. Mtu akikunyima kitu unamuitaje? Hivyo ndivyo sisi, mimi na wewe, we can define morality. But it is not so with God. Actually, hiyo moral standard tunaitoa wapi ya kuweza kusema good or bad? Where are we getting that? And we are not good anyway. Hata kama nikifanya kizuri haimaanishi mimi ni mzuri. So where are we getting that moral standard to call bad and good? Lakini Paulo amesema mwanzo hatuwezi tukamuuliza Mungu hilo swali. Kama kuna mtu anauliza hilo swali, chungana na yule anayemuuliza swali. Kwa sababu anasema ya kwamba chungu katika mikono ya mfinyanzi hakina amri juu ya yule mfinyanzi. Yule mfinyanzi ndio ana amri. Anaweza akachukua chombo akakitengeneza chungu na akakiweka pale, kikakaushwa na jua kikawa kigumu, na kikaangalia akaona hiki hakiko vile mimi ninataka, akaweza kwenda akakipiga chini kikavunjika, akaweza kuweka maji tena na ule udongo akauchukua ukarudi udongo, akatengeneza kitu kingine anachotaka. Mungu ana sifa hizo. Kama Mungu anaweza kufanya chochote anachotaka bila kuulizwa na mtu yoyote, kwa sababu sisi ni udongo mikononi mwake. Lakini habari kuu ni hii. Samahani jamani, hii simu ndio mahali nimeweza kuhifadhi notes zangu, lakini inanisumbua. Simnunue simu jamani, niwe natumia hii simu yangu, maana inatumia nimeomba hapa. Paulo anafika mahali anasema hivi,
Simu inanisumbua jameni. Ikifika mahali nafungua ile page nataka najifunga. Haya. Anasema hivi. Tuko fungu la 11. 12 anasema hivi. Nachanganya 11 na 12. Kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto, wala hawajatenda neno jema wala baya, kusudi la Mungu la kuchagua. Kwa hivyo kile kinafanyika in chapter 25 of Genesis ni kwamba Mungu anataka kujustify kitu, na ile anachotaka kukidhihirisha kwa Rebeka na dunia nzima ni kwamba yeye Mungu ndio ana uwezo wa kuchagua watu watakokuwa warithi wa wokovu. Na anasema ifungu la 12, aliambiwa hivi, mkubwa atamtumikia mdogo, kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Maneno hayo Paulo anayanukuu katika kitabu cha Malaki, Mungu akisema maneno haya ya kwamba nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Mungu anamaanisha nini? Nataka tumwangalie Esau katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 33. Huyu Esau ambaye Mungu tunasoma hapa, we are seeing the quote ya kwamba amechukiwa. Amen. Nisome fungu la kwanza hadi la 7. Mwanzo 33. Yakobo akainua macho yake akaona, na tazama, Esau anakuja na watu 400 pamoja naye, akawagawanyia Lea na Raheli na wale vijakazi wawili wana wao, akawaweka hao vijakazi na wana wao mbele, na Lea na mwanawe nyuma yao, na Raheli na Yusufu mwisho. Akapita mwenyewe mbele yao, akainama mpaka chini mara 7, hata alipomkaribia ndugu yake. Esau akaja mbio kumlaki, akamkumbatia na kumwangukia shingoni, akambusu, nao wakalia. Akainua macho yake akawaona wale wanawake na watoto, akauliza, ni nani hawa walio pamoja nawe? Akasema, ni watoto Mungu aliyompa mtumwa wako kwa neema yake. Achie hapo. Acha nende fungu la 8. Anasema maneno haya, akasema, kundi hili lote nililolikuta maana yake ni nini? Akasema, kunipatia kibali machoni pa Bwana. Esau, angalia Esau. Esau akasema, ninayo tele ndugu yangu, ulio nayo na yawe yako. Hapa Yakobo tunajua baada ya kile kisa ambacho tunakisoma mlango wa 25, watakosana na Yakobo atakimbia, ataenda kukaa kwa mjomba wake Labani. Baada ya miaka nyingi anarudi Yakobo, na anaporudi Yakobo anakuja kwamba anataka kurudi kwao, anakutana na ndugu yake Esau anakuja, na katika hofu anachukua sehemu nyingi ya mifugo aliyo nayo, anatumana kwamba ikaweze kupewa Esau, na anasema kwamba kusudi ni kwamba aweze kupata kibali. Lakini Esau anasema, la hasha, haupaswi kunipea hivi, kwa sababu yale ulio nayo mimi niko nayo tele. Kila najaribu kukuambia, nataka kuangalia hii ya kwamba when God says Esau I hated and Jacob I loved, what does it really mean? Kwa sababu kama ni kweli Mungu alimchukia Esau vile mimi na wewe tunaelewa kuchukiwa, Esau basi angekuwa maskini hohehae.
Esau angekuwa kama nyoka akitembea chini na kifua, angekuwa hana kitu, angekuwa hana nguo hata za kuvaa, kwa sababu si Mungu amemchukia. Mtu anaweza kuchukiwa na Mungu na tena akawa na vitu vyote? Bwana Yesu asifiwe. Kile najaribu kuelewa hapa ni kwamba neno hili linamaanisha nini Mungu aliposema ya kwamba Esau nimemchukia na Yakobo nimempenda. Mungu alikuwa anaongea hili tukiutumia mfano wa kwanza ambao Paulo ameutumia mlango huu wa 9 wa Ishmaeli na Isaka. Mungu hakuwa na maagano yake. Mungu ya wokovu alikuwa ameamua yeye mwenyewe kwa mapenzi yake ataweza kuyatimiza kupitia Isaka. Na hivyo hata Abrahamu alipofanya bidii na Sarai na kuweza kumuingiza Hajiri na wakapata mwana mwingine wakidhani ya kwamba Mungu angeweza kumchukua Ishmaeli na kumtumia, hiyo ilikuwa ni juhudi yao. Mungu alichagua yeye mwenyewe yule atakayemtumia katika habari za maagano yale aliyonayo na Abrahamu, na ilikuwa ni kupitia Isaka wala si Ishmaeli. Si kwamba Mungu alikuwa na shida na Ishmaeli. Hata Ishmaeli alipotaka, Abrahamu alipolia kwa sababu ya Ishmaeli, Mungu alimwambia Ishmaeli nitambariki. Na tuliona juzi mlango wa 25 Ishmaeli amebarikiwa, amekuwa mtu wa mali nyingi na mataifa mengi tu. Labda kuna mtu hapa amekuwa akikaa akifikiria ya kwamba kwa sababu tukisoma maneno haya ya kwamba Mungu akisema and I hated Esau and loved Jacob, tunafikiria ya kwamba Esau yuko jehanamu. Could that be your thought? Hapana, wala hayo mawazo hayawezi kuwa sawa. Kile Mungu anasema kama mchanganuzi mwingine wa maandiko amesema maneno haya akilielezea neno hili. Jamani, wiki ijayo nitakuwa na tablet. Siwezi kuteseka hivi na washirika hapa ambao wako na pesa nyingi. Hamwezi kununulia tablet. Kuna tablet tu ya 12,000 peke yake. Pesa kidogo ambayo mnaweza mkanunua hapa. Anasema maneno haya, kuna mchanganuzi wa maandiko hapa amesema hivi. Nataka kuangalia koti yake mahali nimeiandika, inanisumbua, lakini kuna vifungu ambavyo vinaweza kuonyesha huu upendo hasa unamaanisha nini. Mungu akisema ya kwamba ameweza kumpenda Yakobo na akamchukia Esau, anasema hivi, kile Mungu anamaanisha ni kwamba katika kusudi lake la kuleta wokovu. Kumbuka tochi imetoka kwa Abrahamu, verses 11 imetoka kwa Abrahamu imefika kwa Isaka, na tunajua ya kwamba Isaka hataishi milele. Isaka atakufa, lakini kile tunaangalia, bado tunaangalia maneno ya Mwanzo 3:15 juu ya yule mbegu ya mwanamke ambaye atakuja na kuweza kukisagasaga kichwa cha yule nyoka. Hiyo ndio kitu ambayo tunaitafuta na maagano haya ambayo Mungu ameingia na Abrahamu mlango wa 15. Na kile Mungu anajaribu kusema ni kwamba katika makusudi ya kuweza kuyatimiza hayo maagano yake, aliweza kumchagua, alimkubali Yakobo badala ya Esau, kwamba akaweze kuyatimiza hayo mawazo, hilo kusudi la mpango wake mkuu wa wokovu. But Paulo katika mlango huu wa 9 kitabu cha Waroma anakabiliana na shughuli nyingine zaidi, na mimi kwa kuwa sihubiri kutoka Waroma, niwaambia mimi nahubiria Mwanzo. Anaonyesha jambo kubwa kwamba katika habari za wokovu Mungu ndio mwenyewe alichagua. Yesu anapokuja duniani na aje afe, anakuja kuwafia a specific group of a people, watu ambao kabla ya msingi ya ulimwengu
waliweza kuchaguliwa na Mungu na kufanywa kuwa warithi wa karama hii ya wokovu. Lakini anasema maneno haya. Tunaendelea hapo Warumi. It's so hard with this one. Anasema maneno haya. Tuangalie fungu la tuangalie kitabu cha Kumbukumbu la Torati 21:15 na Mathayo 6:24 na Luka 14:26. Kumbukumbu la Torati 21:15. Akiwa mtu yuna wake wawili, mmoja ampenda mmoja hampendi, nao wamemzalia watoto, ampendaye na asiyempenda wote wawili, na yule mzaliwa wa kwanza akiwa ni wa mke asiyempenda, ndipo itakapokuwa ya kwamba siku atakayowarithisha wanawe alivyo navyo, asimweke mwana wa ampendaye kuwa mzaliwa wa kwanza mbele ya mwana wa asiyempenda, naye ndiye mzaliwa wa kwanza huyu. Lakini amkubali mzaliwa wa kwanza mwana wa yule asiyempenda, kwa kumpa mafungu mawili katika vyote alivyo navyo, alivyo navyo, kwa maana ndiye mwanzo wa nguvu zake. Haki ya mzaliwa wa kwanza ni yake yeye. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona kile kimefanyika katika mlango wa 25 na mlango wa 9 kitabu cha Warumi na 25 Mwanzo. Mungu alikuwa ameweka hivi ya kwamba kila mzaliwa wa kwanza katika familia anakuwa mrithi wa mali zote, na kisha anakuwa kama kuhani wa familia wakati baba ameweza kuondoka. Katika hili ni kusema hivi ya kwamba ile kuwa mzawa wa kwanza ilikuwa inabeba baraka, the spiritual blessings and the material blessings at the same time. Lakini sasa tumeona ya kwamba Esau baada ya kuzaliwa kuwa mwana wa kwanza katika familia, anafika mahali, na anapofika mahali anakuja kusikia njaa tu, njaa ambayo tunasikia kila siku. Na mjamaa anarudi kwa nyumba. Anapofika kwa nyumba anampata Yakobo ambaye amepika chakula, na anaongea na Yakobo ya namna hii ya kwamba nipe chakula nile. Alimfuata huyu mwenzake, huenda kwa dharau, na Yakobo anamwambia basi sawa, chakula nitakupatia, lakini mwanzo kuna utafanya hivi, utaniapia. Habari za kiapo acha ulimwengu wa sasa, maana hata nyinyi mnaapa kila siku hapa, lakini si hamtimizi. Zamani za ulimwengu ule wa zamani, kiapo, watu walikuwa wana hofu kuu sana juu ya Mungu, kwamba wanapoingia katika kiapo cha aina yoyote ni mwanadamu amejifunga dhidi ya Mungu, na wanajua ya kwamba hakuna yeyote aliye na nguvu kumshinda Mungu, hivi kwamba kama ukigeuka yale ambayo umeyakubaliana katika kiapo, umeweza kujiachilia adhabu ya Mungu juu yako. Hilo lilikuwa ni jambo la kutisha sana, hivi kwamba alipoambiwa aape, kama nafikiria mara mbili asingeweza kufanya hivyo. Lakini Esau tumesoma yale maneno aliyosema. Anamwambia Yakobo, wewe bwana unasema nini? Mimi nataka kukufa, mimi nakufa, wewe unaniambia habari ya kuapa eti na uzao wa kwanza? Akakubali haraka haraka na akaapa, na akachukua chakula akala,
Biblia inasema na alipomaliza njia akashika njia akaenda. Biblia imesema hivi, na hivi ndivyo Esau alipo udharau uzao wake wa kwanza, kwa sababu ya chakula tu. Kwa sababu ya chakula tu. Na baada ya miaka nyingi tunajua ya kwamba alikuja kulia hata kwa machozi, ili kwamba aone kama anaweza kupata nafasi. Lakini Biblia inasema ya kwamba hata alipofanya hizo juhudi zote, mlango wa 12 kitabu cha Waebrania fungu la 12 hadi 14 nataja habari hii, na linamtaja Esau katika namna hii. Hebu muangalie Esau na tuone wale ambao Hebrews 12 am I there? Verses 12 through 14. Kwa hiyo inyosheni mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza, mkaifanyie miguu yenu njia ya kunyoka, ili kitu kilicho Endelea tu. Ni 16 16 kuendelea. Endelea kuanzia 14. Endelea kuanzia 14 hadi 16 tutapata. Mkaifanyie miguu yenu njia ya kunyoka, ili kitu kilicho kiwete kisipotoshwe, bali afadhali kiponywe. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Amen. Mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Endelea. Asiwepo mwashirati wala asiye mcha Mungu kama Esau, aliyeuuza urithi wake wa umzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. 17. Maana mwamjua ya kuwa hata alipotaka baadaye kuirithi baraka, alikataliwa, kwa mabano, maana hakuona nafasi ya kutubu, ijapokuwa aliitafuta sana kwa machozi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mlango wa 25 kitabu cha Mwanzo, Rebeka amepewa maneno na Mungu kuhusu watoto wake, na labda Isaka yaliweza kumuuma mambo haya, kwa sababu kwa nini mtoto wangu wa kwanza? Na walipozaliwa tunaona ya kwamba Isaka akaondokea kumpenda Esau, huenda kwa sababu ya maneno yale aliyoyasikia yamenenwa na Rebeka kutoka kwa Bwana Mungu, ya kwamba mtoto wake wa kwanza ataweza kumtumikia yule mdogo. Baba akakuwa akiwa na mapenzi ya kwamba nitaweza kumwachia huyu kila kitu, lakini Mungu anamtaja Esau kwa maneno haya ambayo tunayasoma katika Waebrania. Paulo anayeandika maneno haya miaka nyingi sana baada ya kwamba Esau amekwisha kufa. Kumbe Mungu zamani zile anajua hatima ya watu wote, na hata Yakobo hakuwa mzuri. Unajua wewe haujui. Tunaposema Yakobo, hiyo Yakobo kile inamaanisha ni kwamba inamaanisha jamani lagai libwana liongo likorofi. Hata Yakobo hakuwa mtu mzuri, lakini Esau naye hakuwa mtu mzuri. Hata Mungu akisema ya kwamba mdogo ndio atakuwa mkubwa, kwani nafikiria hakuwa anajua kwamba Yakobo atakuwa muongo na atakuwa mjanja? Alijua pia ya kwamba Esau tunafananishwa hapa ya kwamba wala uasherati usitajwe ndani yenu,
kusiwe na shina la uchungu kama vile ilivyokuwa katika Esau aliyeweza kuuza urithi wake kwa sababu ya chakula. Katika lugha nyingine inasema ya kwamba tamaa zake za Esau za wakati huo kwa sababu ya njaa aliyokuwa nayo ndio inafananishwa na waasherati, ile kutaka kusatisfy the sudden desires of his stomach, did not regard the selling of his birthright to be something. Na kaona hata hii, kwani hii ina maana gani? Wakati uzao wa kwanza unamaanisha kiongozi wa familia, uzao wa kwanza inamaanisha mrithi wa mali, uzao wa kwanza inamaanisha the spiritual leader of that family in the absence of the father. Esau saying, I am about to die and you are talking about a birthright? To hell with that. Mungu anatuambia maneno haya Waebrania hapa ya kwamba, nirudi nisomee hapa 16 na 17. Hapo tumetoka kusoma sasa hivi baba. 16:17, asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau, aliyeuza urithi wake wa uzalio wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Maana mwajua ya kuwa hata alipotaka baadaye kuirithi baraka alikataliwa, kwa mabano, maana hakuona nafasi ya kutubu, ijapokuwa aliitafuta sana kwa machozi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. This is a food for thought. Haya maisha yaishi haya, mara nyingi sana tutakutana na vitu ambavyo vitahitaji suluhisho la hapo kwa hapo, lakini hata katika wakati huo utaweza kumfikiria Yesu, utaweza kufikiria wokovu wako, because the lordship of Christ demands respect. Haya maisha ya wokovu tunayoyaishi sasa, tunaweza tukaitetea imani, tunaweza kuwa tayari kuyapeana maisha yetu kwa sababu ya kuilinda imani, ili siku ile ya kufa kwako tuyaweze kuyanukuu maandiko haya si katika uongo, ya kwamba vita umevipiga, imani umeilinda, safari Tutaweza kusema hayo maneno, ama tutasema tu kwa kuwa tunawaandikia watu? Tunasema vita umevipiga. Mtu ambaye njaa ili kufanya chipsi tu na chipsi ambazo ni viazi jamani na kuku, ikakufanya ukaukana wokovu? Ona mnanicheka hivi. Na si hivyo, ice cream tu, pizza, unga wa ngano tu bwana, na chizi ambayo ni vitu tu za kuoza kutoka kwa maziwa ndio zinatengenezewa hiyo pizza bwana. Namfanya mdada mzuri hapa, ametoka kanisa na dress tu nzuri hapa, hata amekuja kwa ibada tumehubiri hivi, anaenda kuikana imani kwa sababu amenunuliwa tu. Tukiangalia maneno ya Esau tunaona kwamba ilikuwa ni Esau, but it's so practical to us today. Angalia ule mwozo ulioko katika makanisa, having a generation of young men and young women ambao hofu ya Mungu haiko ndani yao. Unamtafuta Esau yule wa miaka mamilioni iliyopita, tuko nao hata kwa makanisa siku hii ya leo, ambao wokovu kwao hauna maana yoyote. Hata umilele wao haujalishi mahali wataweza kuishi na Bwana. Pizza tu itamtoa mtu mahali hapa, apelekwe outing Voi, ama apelekwe Malindi akanunuliwe chips, aende akaone Vasco da Gama. Mahali unaweza kupanda tu gari wewe mwenyewe kwenda Malindi kuona Vasco da Gama pila, lakini mtu aseme nitakupeleka Malindi maana hujai kufika hapo. That's how serious it is. Na tumeambiwa ya kwamba siku ilipofika Esau akitafuta ya kwamba kama kuna namna angeweza angalau kuweza kuredeem his birthright, it never happened. Brothers,
I'm presenting to you Christ today, the perfect offering that takes away the sins of the world. He is in this place now. I am speaking of him. He is able to receive you. Wewe ambaye maisha yako kama yameishi yakifanana and the pattern of Esau, na kuita katika toba ya kweli na kuifuata njia iletayo wokovu. Tusimame. Twamwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Je, neema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Je, neema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Je, neema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Sauti yako kwa Bwana asubuhi ya leo. Mwambie Bwana yale maisha yako unayajua. Kama umekuwa ukiishi maisha ambayo yako so compromise, kama mtu ambaye hajaokoka na bado unaikiri imani, nenda mbele za Bwana wakati bado upo. Bwana bado amekupa nafasi ya pumzi hii ya uhai ili ukaweze kuzitengeneza njia zako na Bwana ukaweze kuenenda sawa na maisha yanayoipasa imani. Bwana wangu na Mungu wangu, unajua maisha yetu. Bwana, ni mara ngapi tumeikana imani kwa sababu ya kuweza kuyaridhisha mahitaji yetu ya wakati huu bila hata kuitazama imani na kiwango kile cha imani ambacho Bwana umeweza kupitia. Tusamehe Bwana, katupe kuenenda katika unyofu wa moyo na upole wa imani. Bwana, tukitazama kuweza kuijali imani hii na kuishi maisha yanayofanana na toba. Kutana na maisha ya kila mmoja wetu Bwana, na ukazinyoshe njia zetu zikaweza kupendeza. Ewe Mungu wa kweli, tunalibariki jina lako na kuinua Bwana, maana umema. Asante kwa wema wako, asante kwa baraka zako, na ni katika jina kuu la Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. 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 May the Lord bless you.